Azam FC walihitaji saini, wanataka kumnyang'anya tena Young Africans mchezaji ambaye ni bora kwa upande wao. Walianza na Faisal Salum Abdallah, sasa wanataka kumchukua Duke Oga Abuya ambaye amekuwa bora sana kwa ligi kuu Tanzania bara. Why? Ni kwamba Abuya alikuwa anatakiwa kuongeza mkataba mpya ndani ya kikosi cha Young Africans, lakini pia Azam FC walihitaji kuchukua mchezaji huyo na kwenda kuhudumu kikosi chake. Florent Ibenge aliona nini kwenye uwezo wa Duke Oga Abuya? Sasa endelea kufuatilia VOC Sports HD ili kupata kile ambacho ni bora katika michezo na burudani. Sasa story hii utamsikia Potemo ambaye atasema kwa undani zaidi kwamba imefikia wapi issue ya Duke Oga Abuya. Why agenda Azam FC na ameendelea kusalia Young Africans? Ni kwamba ni fedha ambazo ziko pale Yanga au kuna maslahi tu ambayo ameyaona abaki pale na kikosi cha Young Africans. Usikose kusubscribe, kulike na comment ili kwanza kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani. Duke Oga Abuya ndo story ya mjini kwa sasa. Kwa nini? Ni kwa sababu ni miongoni mwa midfield bora sana nchini Tanzania, hususani kwenye eneo la midfield namba 8, namba 6 na namba 10 kwenye baadhi ya vilabu alivyowahi kupita. Mchezaji huyu kiasilia ni mchezaji namba 8 nafasi ya uwanjani, lakini amekuwa akitumika baadhi ya maeneo mbalimbali ndani ya uwanja kwa sababu ya uwezo wake wa kusoma mchezo na anajua ni jinsi gani na namna gani ya kufanya anapokuwa kwenye eneo la katikati mwa uwanja. Duke Abuya leo hivi OFC Media tunaenda kumzungumzia kama mchezaji ambaye alikuwa anahusishwa na klabu ya Azam FC, lakini dili hilo limeota mbawa baada ya wananchi da Young Africans kumuongezea mkataba mwingine. Twende tukamwangalie Duke Oga Abuya ni mchezaji wa aina gani. Duke Oga Abuya ni mchezaji mwenye, kwanza sifa yake kubwa ni ana nidhamu ya kutosha anapokuwa uwanjani, lakini pia ni mchezaji ambaye amekuwa akitumika pia kwenye timu ya taifa ya Harambee Stars, yani kwa maana ya Kenya, na amekuwa akifanya vizuri sana kila anapoitwa kwenye timu ya taifa ya Kenya. Kwa siku za hivi karibuni amekuwa ni mchezaji sahihi sana kwenye klabu ya Yanga toka wamtoe kwenye kikosi cha Singida ambao kwa sasa wanaitwa Singida Black Star. Alikuwa kule na kina MVS Mbaranga Rupia na ndiye mchezaji ambaye alitengeneza magoli mengi na combination bora sana akiwa na MVS Mbaranga Rupia. Toka aje kwenye kikosi cha Yanga, yeye na Mudathir Yahya basi wamekuwa wakitengeneza combination ya watu wawili bora sana kwenye eneo la kati, ambapo siku za nyuma walikuwa mbele yao, nyuma yao walikuwa anacheza Khalid Aucho ambaye yeye ameondoka na kujiunga na klabu ya Singida Black Star. Ubora wa Duke Abuya uko wapi? Ubora wa Duke Abuya, cha kwanza ni mchezaji ambaye ana sifa ya kucheza tunasema triangle, yani pembe tatu katikati mwa uwanja. Kwa nini? Anapokuwa na Mudathir Yahya kwenye kikosi cha Yanga, mara nyingi huwa wanatengeneza watu wawili ambao wanakuwa kwenye mstari mmoja, aidha kwenye kuattack lakini pia kwenye kurudi. Lakini mtu ambaye anatengeneza sasa ile pembe tatu iwe pembe tatu ni yule mchezaji nambari 6 kwenye kikosi. Yani chini yao watamwacha mtu mmoja, alafu wao watatengeneza mstari ambao huwa unafanana. Unafanana kivipi? Wao ndio wachezaji ambao mara nyingi huwa wanaifanya safu ya ulinzi ya Yanga isifikiwe kwa urahisi zaidi, kwa sababu Duke Oga Abuya ni mchezaji ambaye anakaba muda wote anapokuwa uwanjani, lakini pia ana uwezo wa kutoa pasi kwenye maeneo sahihi ya uwanja. Tumeona kwenye mechi kadhaa ambazo Yanga wamepata ushindi, tumeona kwenye michezo kadha wa kadha ambao Yanga walikuwa wanacheza wakiamini ya kwamba Duke Oga Abuya ni mchezaji ambaye ana daraja la juu katika kufanya zile finishing zilizobora katika kutoa pasi za mwisho. Kwa nini tumzungumzie Duke Oga Abuya? Ni story kubwa sana kwa wachezaji namba 8 kwenye nchi ya Tanzania. Basi huwezi kuacha kumtaja Duke Oga Abuya. Toka atengeneze combination na Mudathir Yahya, wamekuwa wakitengeneza combination bora sana. Kwa nini? Ni watu ambao kwanza wana maelewano bora sana wanapokuwa katikati mwa uwanja. Ukitaka kuiona Yanga ambayo ina struggle kufanya kitu kizuri, basi umkose mchezaji mmoja. Yani ukimkosa Duke Oga Abuya, basi unapokuwa na Mudathir kuna kitu kinapelea ndani yake. Lakini ukiwapata wote wawili, kuna kitu nakiona kinaongezeka kwenye kikosi cha Yanga, hususan kwenye zile mechi kubwa, yani mechi tough. Kwenye mchezo dhidi ya AS FAR Rabat, mchezo ambao ulichezwa pale Zanzibar, ambao Yanga alipata ushindi wa goli 1-0, goli ambalo lilifungwa na Prince Mpomelelo Dube ambaye alimkimbiza beki wakati wa kikosi cha AS FAR Rabat, Yunis Abdurrahman. Ukiangalia kwenye ule mchezo, Mudathir Yahya ni miongoni mwa wachezaji ambao alicheza kwa sababu hakuwa kwenye sehemu ya kikosi, ila alitumika kwa sababu ni mchezaji muhimu. Cha kwanza alikuwa injury, lakini Yanga wakafikiria, je, tunaweza vipi kumpata mchezaji ambaye anaweza kucheza na Duke Oga Abuya na tukapata matokeo mazuri? Basi lazima umtafute Mudathir Yahya basi ambaye
hata kama alikuwa injury, alikuja kuisaidia Yanga kwa 90% kati ya zile 100% kwenye kupata matokeo. Kwa Duke Ogabuya kusalia Young Africans ni mawazo sahihi kwa viongozi wa Yanga, kwa sababu ni mchezaji mwenye mchango mkubwa sana kwenye klabu ya Yanga. Lakini kwa Azam kujihusisha na mchezaji kama Duke Ogabuya ni sehemu ya kutengeneza na kuimarisha kikosi chao kilicho bora kuelekea msimu unaokuja wa NBC Premier League. Jina langu ni Paul Tembo na hii bana ni VOC Media Sport, na hapa tulikuwa tunamzungumzia Duke Ogabuya. Tukutane wakati mwingine, sina la ziada, tuseme chao.